Bwana, kabla hujaingia kutazama mada hii, taarifa hii inaripoti kutokana na vyombo mbalimbali vya habari nchini, na mimi kazi yangu ninakuja kusema ambacho kilishakwisha kuripotiwa vya habari nchini, na mimi ninasema tu kile ambacho kimeweza kuripotiwa. Mariam Chilwa alishangaza wengi kwa tukio lake la kufunga harusi au ndoa kwa lugha ya kitaalamu ya Kikristo. Walifurahia wengi walifurahia, wengi walipenda kitendo kile cha kufunga ndoa, na ile ndoa yao ilivuma sana kwa wakati ule, na toka imefungwa ndoa yao mpaka sasa hivi inaweza kuwa kama takriban kama miezi mitano hivi. Miezi mitano inaweza kuwa imefika. Muda kwenda mbele, masaa kusonga mbele, kaja kuthibitika kwa kwamba ndoa yao bwana imeweza kuvunjika na imeweza kufika mwisho. Hatujui nini chanzo maalum ambacho kilichoweza kupelekea mpaka ndoa yao kufika mwisho, lakini kuna fununu au maneno ya chini ambayo yanasema au yanatoa namna inaweza kuwa kama ni kithibitisho cha nini chanzo ndoa yao kuweza kuvunjika. Bwana, katika mitandao mingi ya kijamii tunaweza kumfuatilia Bibi Mariam Chilwa, ambapo alikuwa ni msanii wa nyimbo za Injili, yani kama gospel. Alianza kutumbuiza katika nyimbo zake za Injili akiwa ni mdogo sana kwa sapoti ya baba yake. Lakini baada ya muda kwenda, hatika bwana akatoa nyimbo zake kali, nyimbo zake nzuri ambazo ziliweza kutikisa katika mitandao ya kijamii na ziliweza kuvuma kwa kipindi kile. Lakini tena baada ya muda kwenda mbele kidogo, akaja kabahatika tukaja kusikia kwa kwamba Bibi Mariam Chilwa anataka kufunga ndoa, na akathibitisha yeye mwenyewe kwa media mbalimbali kwa kwamba anataka kuolewa. Muda si mrefu mtaweza kuona ndoa yangu mimi nikiambatana na mume wangu nikienda nyumbani kwake. Baada ya muda kwenda kidogo, tukaja kusikia kwamba siku za hivi karibuni tutakuja kuona ndoa ya Bibi Mariam Chilwa. Lakini baada ya muda kidogo kutimia, tukaja kuona kweli akaja kuthibitisha ndoa yake na mume wake. Na katika siku ya ndoa yao bwana, walitoa wimbo Naenda ambao tembea sana, ulienda viral kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano kama TikTok, YouTube, kote ulitembea sana. Lakini tena baada ya muda kidogo tukaja kusikia fununu kwa kwamba baada ya ndoa yao kufungwa mpaka sasa kwa takriban kama miezi sita mitano hivi. Lakini baada ya miezi sita hiyo kutimia bwana, inakuja kuthibitika kwa kwamba ndoa yao imeweza kufika mwisho, yani kama mbio za sakafuni zimefika ukingoni. Naam, maneno ambayo yanakuja kuthibitisha kwa kwamba ndoa yao imeweza kufika mwisho, na sababu ambazo zinaweza kutolewa katika mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuwa ni kama chanzo cha ndoa yao kuvunjika. Kitu cha kwanza ambacho kinathibitishwa kwa ndoa yao kuvunjika, inasemekana kwamba wana ndoa yao hiyo waliweza kufunga kwa mikataba. Kila mmoja alitaka kutrendi kwa mitandao ya kijamii, ikiwa Bibi Mariam Chilwa pamoja na mume wake ambao aliweza kufunga ndoa. Inathibitika kwamba mume wake naye alikuwa anataka kuvuma kwa nyimbo yake ambayo alikuwa anataka kuachilia hivi karibuni. Lakini pia Bibi Mariam Chilwa yeye pia alikuwa anataka kuendeleza, au hatuwezi kujua, labda alikuwa anataka kumpush huyo mwanaume ambaye aliweza kufunga naye ndoa. Lakini kutafuta followers katika mitandao ya kijamii, hiyo imekuwa ni chukizo sana kwa wanadini, aidha kwa Wakristo, kwa sababu walikiuka masharti, walikiuka sheria za dini, kwa sababu waliweza kufunga ndoa ambayo ilienda kuthibitishwa kanisani. Waliweza kufunga ndoa halali, lakini baada ya muda imeweza kuvunjika, na inathibitika kwamba Bibi Mariam Chilwa mpaka sasa hivi ni mjamzito. Unasema nini kama wewe ni Mkristo? Acha maoni yako hapo ili tuweze changamoto za kutoelewana mara kwa mara. Tofauti za mitazamo pamoja na pressure za maisha zilichangia kufanya wawili hao kufikia uamuzi wa kutengana. Inaeleza pia kila mmoja ameamua kuendelea na maisha yake kwa amani, huku wakiheshimiana bila migogoro ya wazi mbele ya jamii. Lakini pia mashabiki wengi wameonyesha masikitiko yao, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa faragha kwa wahusika katika kipindi hiki kigumu. Baada ya kuachana kwao bwana, mashabiki wameweza kusisitiza na wanaonyesha mishtuko yao ya wazi kuhusiana na kuachana kwao, kuhusiana na swala la faragha. Imetia sana pressure, lakini pia familia yao imeeleza kidogo, lakini pia bado zipo changamoto nyingi au sababu nyingi ambazo zinaweza kueleza
namna mpaka imeweza kutokea hivyo. Si hizo tu, lakini kuna nyingine nyingi. Hizo ni za kwa upande wa wazazi, maana wazazi hawawezi wakajua kila aina ya changamoto. Nyingine zinakuwa ni siri zao binafsi, ndizo ambazo wanaanza kukaa nazo. Hizo nazo tutakuja kuzitolea hapa baada ya muda. Usisahau kusubscribe, comment. Unasema nini kama wewe ni Mkristo? Acha maoni yako hapo ili tuweze kujua zaidi na zaidi. Lakini pia kuna maneno mengi ambayo mnataka kujua familia yao, basi kisha una follow, una subscribe account hii, una subscribe, una like, una share, unatoa maoni yako ili tuweze kurudi tena kwa wakati mwingine na hiyo sababu walizo kutoa wazazi wake ambazo wameweza kutoa wazazi wake kuhusiana na ndoa hiyo kuvunjika. Wametaja sababu nyingi, wametaja manunguniko mengi ambayo walikuwa nayo, vizuizi vingi ambavyo walikuwa navyo juu ya ndoa hiyo, lakini bado waling'ang'ania kuifunga ndoa hiyo. Subscribe account hii, like, comment and share na ndugu yako uweze kupata na uweze kutoa maoni juu ya video hii ili tuweze kutoa mwendelezo unaofuata kuhusiana na historia ya Bibi Mariam Chilwa. Ni mimi mtangazaji wako Sabufa AK kama Timothy Msemwa juu ya channel yangu hii, na tuendelee kusapotiana ili tuweze kupata taarifa nyingi zaidi. Asante, tutakuwa pamoja katika vipindi vingine vijavyo.